Twende nchi jirani kabisa na kwetu sisi na pia anapotokea Mutima. Mapema hii leo zimeenea picha mjongeo kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali zikimwonyesha mwandishi wa habari nchini Uganda Ivan Mbadi akishambuliwa na vyombo vya usalama wakati akitekeleza majukumu yake ya kukusanya habari katika kampeni za mgombea urais wa upinzani nchini Uganda Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine. Tukio hilo limeibua hisia tofauti kwa wadau wa habari na demokrasia ulimwenguni kote, wakati huu ambapo kumekuwa na hoja ya vyombo vya habari kusimama kama muhimili wa nne wa demokrasia katika mataifa mbalimbali ulimwenguni. Taarifa ya Mario Kotia na maelezo zaidi. Wakati mjadala kuhusu nafasi ya vyombo vya habari kama muhimili wa nne wa demokrasia ukiendelea katika mataifa mengi duniani, maafisa wa usalama nchini Uganda wameripotiwa kumshambulia mwandishi wa habari Ivan Mbadi wakati akifuatilia mmoja ya mikutano ya mgombea urais wa upinzani Robert Chagulanyi. Picha hizi za video zimemwonyesha Ivan akiwa katika majukumu yake ya kukusanya habari kabla ya kuanza kushambuliwa na maafisa wa usalama, ikiwa zimesalia siku 8 kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu nchini Uganda. Mapema jana serikali ya Uganda kupitia Wizara ya Mawasiliano ilitoa onyo kwa vyombo vya habari vitakavyorusha maudhui ya vurugu kuelekea siku ya uchaguzi mkuu Januari 15, huku ikiahidi kutozima kwa huduma ya mtandao kwa wananchi siku hiyo. Taifa la Uganda ni miongoni mwa nchi 22 barani Afrika zenye rekodi mbaya ya ukandamizaji wa uhuru wa habari. Ripoti ya waandishi wa habari bila mipaka ya RSF ya mwaka 2019 inabainisha kuwa vitisho, mashambulizi na uonevu dhidi ya waandishi wa habari ni jambo la kawaida nchini humo, huku maafisa wa usalama wakiwa wagombea wakuu wa kudhibiti au kuzuia uhuru wa vyombo vya habari. Ripoti hiyo pia inasema kuwa mwanahabari yeyote anayeripoti habari zinazokosoa serikali huenda akalengwa, kupigwa, kutekwa nyara au vifaa vyake kuharibiwa. Ikumbuke kwa mwaka 2019 mamlaka ya mawasiliano nchini Uganda iliamuru kusimamishwa kazi kwa wahariri, watangazaji na wasimamizi wa vipindi katika vituo vikuu vya habari 15 baada ya kuripoti kuchukuliwa na polisi kwa mgombea upinzani Robert Chagulanyi. Aidha, Machi 2025 waandishi 18 wameripotiwa kushambuliwa na wanajeshi pamoja na maafisa wa kikosi cha kupambana na ugaidi katika eneo la Kawempe North, Kampala, wakati walipokuwa kifuatilia uchaguzi mdogo, hatua ambayo imesababisha wasiwasi miongoni mwa jamii ya waandishi wa habari wa nchini humo. Nchi nyingine za ukanda wa Afrika Mashariki pia zinakabiliana na changamoto za aina hiyo, ingawa kwa kiwango kidogo kuliko Uganda. Nchi kama Tanzania, Kenya na Rwanda zimekuwa na rekodi ya mchanganyiko wa uhuru wa vyombo vya habari, ambako mashirika ya habari mara nyingine hukumbwa na vizuizi vya kisheria na hata kuzuia upatikanaji wa habari kwa uhuru. Maria Okotia, Kasira Kikeke, Crown Media. Tunatazama swala hili hapa studio. Tunaungana na mwandishi wa habari mkongwe kabisa na mhariri Pascal Mayala. Vile vile tuko na mchambuzi wa masuala ya siasa za Afrika Patenas Niegira. Karibuni sana. Tutizame waandishi wa habari. Sisi tuna vyombo vya habari vinaitwa kwamba ni muhimili wa nne, lakini ukitizama takwimu kusema kweli, nadhani za mwaka 2024 waandishi wa habari 124 nadhani waliuawa duniani. Takriban karibu 20 au 18 Afrika. Sudan ndio wameuawa zaidi. Tunajua kitu gani kinaendelea Sudan. Lakini mbali na kumia wengi wamejeruhiwa. Sasa huu muhimili wetu wa nne ambao tunasema si rasmi, umesimama ukiwa unapigwa mishale kiasi gani? Tuanze na Niegira. Niseme kwanza umepigwa mishale mingi, na hii inawezekana ni kwa sababu ya tafsiri za aina mbili. Unajua katika taifa kuna watu wawili. Kuna mtu anaitwa raia na kuna mwingine anaitwa umma. Sasa raia ni yule ambaye anawajibika au anatafsiriwa kwa mujibu wa sheria. Katiba inamsema huyu ni mzawa na haki hii na haki hiyo, anaitwa raia. Na katika mgawanyo wa madaraka ya kisiasa ambapo una bunge, una baraza la mawaziri, hivyo ndivyo vyombo vya moja kwa moja vya jicho vya raia huyo. Sasa kuna mtu anaitwa umma. Sasa umma ni kundi la watu ambalo linashiriki na kuathiriwa katika shughuli mbalimbali zitokanazo na dola. Kwa hiyo watu tunapokaa pamoja kujadili masuala mapana ya msingi kama haya, uandishi wa habari kwa mfano, au katiba, au swala la afya, sasa hiyo inakuwa ni umma, sio raia tena, kwa sababu ni ushirikiano wa pamoja. Sasa nadhani falsafa hizo mbili, vyombo vyetu au serikali pamoja na vyombo vyake vinashindwa kutafsiri kwamba jicho pekee la umma ni vyombo vya habari. Kwa hiyo vinabaki vimejitenga. Kwa hiyo inaonekana kama chombo cha habari ni muhimili au ni
niseme ni kundi ambalo lengo lake ni kuizodoa dola na serikali. Kuna ubaya gani kuzodoa dola? Sasa wale wenye mamlaka ndivyo wanavyotafsiri kwamba kuna ubaya. Sisi hatutakiwi kuzodolewa, maana tuna vyombo vya mabavu, tuna nguvu nyingi. Lakini wanasahau ile concept ya kwamba mamlaka ya serikali inatoka kwa wananchi, inatoka kwa umma. Lakini inawezekana Pascal, kwamba pengine serikali inakuwa inatazama kwa jicho hilo. Huenda kuna baadhi ya vyombo vya habari ambavyo vina ajenda yake kwa kutumia mwamvuli wa chombo cha habari na kwenda kushambulia serikali. Kwanza ni shukuru kukaribishwa tena. Karibu sana, hapa ni nyumbani Pascal. Nimefurahi pia nikupongeze Kikeke kwa hatua ambayo ulichukua wakati ule. Ile kabla sijanyolewa kichwa. Ni kitu kizuri. Sasa tukija kwenye hii ni dhana kidogo ya media kuitwa muhimili. Ilianza rasmi mwaka 72. Yani zamani functions za media traditional zilikuwa 3: kuhabarisha, kuelimisha na kuburudisha. Ndio zilikuwa traditional function. Alafu mwaka 72 kwenye uchaguzi fulani wa Marekani kuna mambo sio mazuri yalifanywa na serikali. Kwa hiyo kuna gazeti la The Washington Post likaona haya mambo, alafu wakajiuliza tuyaseme, kwa sababu ndio serikali yetu, tukiisema tumemsema yule kule juu. Wahariri wakakaa wakaamua kwamba bwana, jukumu la media sio kuhudumia serikali, ni kuhudumia jamii. Kwa kama kuna jambo baya serikali imelifanya, media tumeliona, tusilinyamazie. Wakakaza mkanda, wakatuma waandishi wa uchunguzi, wakachunguza kashfa inaitwa Watergate scandal. Yes, ikabidi sasa rais wa Marekani afungashe virago, akajiuzulu kabisa. Sasa toka pale media ikaanza kuitwa sasa ni muhimili usio rasmi, kwamba mihimili mitatu ya bunge, serikali na mahakama, hii ni mihimili rasmi. Alafu sisi media ndio the watchdogs, tunaangalia. Ili ule uhimili wa media uweze kufanya kazi, lazima media iwe na nguvu ya kusema kitu ambacho serikali itaogopa na kushika adabu na kuendesha mambo kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni. Kwa hiyo sasa hiyo hata Tanzania media yetu ilikuwa very responsive. Kuna mambo fulani si mazuri yanatokea, media ingekuwa vibrant, kiukweli kuna watu katika position zao tumekuwa tumeshawapumzisha. Lakini swali ambalo nilikuuliza ni kwamba kuna watu wanaweza kuwa wanapenyeza ajenda, na tunafahamu kabisa hata katika vyombo vya habari vya kimataifa vyote vina ajenda zao, pamoja na kuwa vinakuja vinasema kuna demokrasi na haki za binadamu, lakini tunajua kuna vitu gani ambavyo wanataka kuvipenyeza. Sasa watu wanataka kupenyeza ajenda zao kwa kutumia mwamvuli wa uandishi wa habari na huu muhimili. Unawezaje kuona kwamba hiki kinakwenda kupotosha na hiki kweli kina maslahi ya taifa? Kwa kweli sasa hivi lazima tukubali, baada ya ujio wa hizi social media, changamoto imekuwa kubwa zaidi kwa upande wa media. Tunaweza tukachuja nini kiende kwenye habari na nini si habari. Kwa hiyo watu wakiwa na ajenda zao wakazipika vizuri, kama hili ambalo mmelisikia linaendelea sasa hivi la kutaka kutengeneza uchunganishi wa kidini. Yani ni ajenda fulani ya 2030, yani kutengeneza mazingira kwamba kuna dhehebu fulani linajifanya linajisikia mno, kwa tunalichafua ili 2030 lisitoe mtu kwenye ofisi yetu kule juu. Sawa, ndio nasema kwa ajenda kama hizo zikaja zikazungumziwa Bwana Niegira katika vyombo vikubwa tunaita mainstream kama hivi, unawezaje kuona sasa kwamba hii hapa nadhani kuna misingi ya uandishi wa habari imekiukwa? Nifikiri kwa kuongeza alichokisema ni muhimu sana kabla ya hilo swali, kwamba hivi vyombo, yani kusema kwamba ni muhimili wa 4 ulitakiwa kimsingi usimamiwe na serikali kwa mapana, kwa maana atatumia vyombo hivyo kubaini kile ulichokuwa nakisema, kwa sababu lazima kuwepo ulinganifu. Ndio. Kwamba kuna media moja inaongea habari hii na kuna nyingine inaongea hii. Sasa ipi ni kweli? Sasa kama serikali
imetambua kwa kiasi kikubwa kwamba vyombo vya habari vya taifa lake ni muhimili wa nne, ni rahisi kubaini hilo. Lakini pale ambapo kila mtu anafungiwa, anaachiwa hata asizungumze, anabanwa kulia kushoto, ni vigumu, kwa sababu hauna skeli ya kupima, hauna mzani kwamba kipi ni kipi. Sasa kwa swali ambalo ulikuwa umeliongeza la pili katika hilo kwamba maadili lazima yatokane na taifa linataka kwenda wapi, kwa sababu umma ndio ambao unaathiriwa na matendo ya dola, ndio unaoathiriwa na matendo ya serikali. Lakini vile vile raia huyo ambaye anakuja kuleta masuala ya kijamii ya umma ndiye jicho, kwamba lazima barabara, lazima tupambane masuala ya rushwa na ufisadi, na lazima jicho la umma liweze kuona na kuambiwa kwamba hawa watu kuna jambo walitendi vizuri. Kwa hiyo kumbe inatakiwa itokane na misingi hiyo, kwamba hapana, kinachoangalia zaidi hapa ni umma, na kwa kuwa umma ndio ambao unatoa kodi, ndio ambao umeingia sheria za kimsingi za kuwa na taasisi inaitwa dola, inaitwa serikali, basi inatakiwa kupewa kipaumbele. Ila kwa upande wa serikali tayari na vyombo vyake, ina TAKUKURU kwa ajili ya kuangalia matumizi ya serikali, ina mkaguzi wa hesabu za serikali, ina bunge, ina mahakama. Kwa hiyo serikali yenyewe ina jicho tayari, lakini kwa umma ni nani anasema hivi vyombo vyote vitatu kweli ni kwa ajili ya maslahi yetu? Tukiangalia kilichomtokea Ivan kule Uganda, kushambuliwa na vyombo vya dola, kwa mwandishi wa kawaida wa habari, ukitizama kilichomtokea yule, na wewe ukiwa umeenda kufanya kazi mtaani, kuna wakati unakaa unajifikiria kwamba niseme au nisiseme, sio? Na ni kweli kikeke, hiyo ni changamoto kubwa mno kwa zama zetu. Yani kuna vitu unaviona havijakaa sawa, alafu unajifanyia mwenyewe self censorship kwamba hiki nikiseme. Kwa mfano mimi naweza nikawambia ukweli, haya yaliyotokea ile Oktoba 29, tungekuwa tuna vibrant media strong, kuna mtu angeondoshwa ofisi. Yani ingekuwa tuna vibrant media yenye kuweza kufanya hiyo kazi ya uhimili. Sasa kwa vile kuna hatari ya mtu kuweza kuondoshwa ofisini, ukiona baadhi ya mambo, hata wewe mwenyewe unakuja kusema bwana, haya mimi nadhani nisiyaseme, nisije nikayasema na mimi ndio nikafatwa nikanyakuliwa. Kwa hiyo katika pamoja na uhuru wetu wa habari, hakuna ushujaa mkubwa zaidi ambao utakuhatarisha wewe maisha yako. Sasa Mayala na Patenus, mishale kama hii, kama alivyosema Salimu, ambavyo vyombo vya habari vinakuwa vinapigwa hususan na dola, inakuwa inatuma ujumbe gani hususan katika uhai kweli wa hivi vyombo kama muhimili wa nne kama wengi tunavyoamini? Nianze mimi kidogo. Niseme kwanza, inakuwa inatuma mishale yenye sumu, kwamba sisi kama serikali au taasisi hizo za umma tunataka tufanye kazi gizani, lakini mshale huo inashindwa kutafsiri kwamba ni mshale wa moto, si kwa wale waandishi wa habari tu, bali na kwake serikali, kwa sababu serikali lazima shughuli zake zionekane, lazima kuwepo wa kusemea serikali kwamba kuna barabara yako pale. Naomba imalizie kabla tukisonga mbele. Asante sana. Nasema kilichojitokeza tarehe 29, serikali inapambana na kivuli chake, kwa sababu vyombo vya magharibi vimeonyesha picha ya ndani, lakini hakuna vyombo vilivyoonyesha picha ya ndani kutokea ndani yenyewe. Kwa hiyo inajikuta ile mishale iliyoituma ya sumu inashindwa sasa hata kuikwepa, kwa sababu haina rejea nzuri, kwa sababu hata taarifa hizo zinazotoka nje, pengine nyingine ni shutuma tu ambazo ni mamlaka ingeweza kusimama na kusema huu ni uongo. Ndio ingeweza kusema, lakini haina base. Itasemaje hamna ni uongo wakati hamna chombo kinachoonyesha au kilichojaribu kuonyesha chochote? Kwa hiyo inapambana na kivuli chake. Sasa tukiingiza swali la kuona kilichojitokeza mfano Uganda, nadhani kama ambavyo tunapambana kwamba kila mtu atimize wajibu wake, waache waandishi wa habari wanakuwa wanatimiza wajibu wao. Kama unavyoona askari anakupiga kirungu, na mwandishi wa habari anakuwa anatimiza kazi yake ya kuonyesha hicho kirungu, sio kwa nia mbaya. Sio kwa nia mbaya, anatimiza wajibu wake, si kwamba wana fulani umenipiga kirungu, hapana. Lakini kuna virungu vya nia mbaya. Vipo, vyote ni vya nia mbaya. Kirungu hakipo kukufanya uwe na sura iliyonyooka, ni kutia ngeu.
lakini mwandishi wa habari anataka aonyeshe Kirungu kilivyokwenda, anatimiza wajibu wake. Kwa hiyo nafikiri serikali zitambue, hizi serikali zetu za Afrika, kwamba waandishi wa habari wanakuwa wanatimiza kazi zao, si kwa ubaya. Nitasema kitu kimoja ambacho msemaji wetu wa serikali alizungumza, Pascal, utanisaidia hilo, kwamba kuna taarifa ambazo unaziona ambazo hata mataifa magharibi wenyewe, waandishi wa habari wa mataifa ya kimagharibi, kuna vitu wanaviona na wanavifumbia jicho kwa sababu hawataki kutangaza sifa mbaya ya nchi yao nje ya nchi. Ni wakati gani unaleta kile kitu unaita uzalendo mbali na matukio ambayo unaweza kuyaripoti? Asante sana Kikeke. Cha kwanza ambacho ni cha kweli katika yale majukumu ya kazi kubwa ya media, namba moja ni kusema ukweli, tell nothing but the truth. Lakini katika kusema ukweli huo lazima uwe kitu kinaitwa objectivity. Objectivity ndio unaangalia kwamba hii habari hata kama ni kweli, ikitoka itatusaidia kama taifa. Kwa kuna habari nyingine unaiona kabisa kwamba hii habari ni ya kweli, lakini ikitoka haitasaidia, itazidi kutuparaganyisha wewe mwandishi mwenyewe na mhariri wako na chombo chako, mnaingia kwenye self censorship. Kwa mfano naweza kukuambia mfano mdogo tu, ile September 11 ile bombing ya Marekani, hakuna hata mwili mmoja wa binadamu ulionekana umekufa. Yani unaona tu zile zinaitwa body bags, zile nyeusi, mifuko tu imebeba miili ya watu. Lakini wakati wa genocide ya Rwanda walionyesha mpaka miili inaelea ziwa Victoria, na waliofanya mamboni hao hawasi CNN. Yani kwenye miili tusema vyombo vya kimagharibi. Asante sana, shukrani. Asante sana. Sasa kwenye hiyo hoja ya uhimili, ikitokea kama yaliyotokea kwetu, kweli kabisa kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyaseme na kuna mambo mengine tunaweza tusiyaseme kwa ajili ya uzalendo. Ila kitu ambacho tutatofautiana kidogo na mwalimu hapa, alisema Virungu kazi yake ni kujeruhi tu. Hapana. Virungu sio lazima kujeruhi. Virungu ni kuonyesha, yani kutengeneza nidhamu kwamba ukivuka mpaka huu kirungu kitakushukia. Unaona hata polisi wenzetu wanakaa na pisto na kirungu na pingu, yani vile vitu ambavyo vinafanya nikae kwa adabu kidogo. Kwa hiyo kuna vitu vingine sio lazima kupiga vile virungu, lakini kuonyesha ili twende kwa adabu. Ila katika hilo la ulizungumza Kikeke la vyombo vya magharibi kusema mambo mengine ya uongo, na naungana na mwalimu kwamba ukisingiziwa uongo, kama hautaukanusha kwa ukweli, ule uongo utaaminika. Yani na kwa sababu wewe umekataa kukanusha. Ila kitu ambacho na mimi nimekuwa naisisitiza serikali yetu, tusiogope kusema ukweli hata kama kuna mambo mabaya yametokea na kama tumeharibu, bali tukawaambia Watanzania kwamba jamani, samahani, kwenye ile Oktoba 29 kwenye yale maandamano kweli kuna watu walifanya mambo mabaya, kuna watu walikuwa waizi, wahuni, lakini pia kuna wengine kwa bahati mbaya hawakuwa kwenye maandamano, lakini zile za moto zikawakuta huko maeneo mengine. Kwa hiyo kuna watu wamekufa kwa bahati mbaya. Si vibaya mamlaka ikasema jamani, samahani kwa wale ambao yamewakuta hayakuwakuta na hawakushiriki maandamano, wanawake kupewa pole, na serikali ikausema ukweli tu kwamba jamani, idadi waliofariki ni hii. Ukishatoa idadi ya kweli, ule uongo huwezi tena kupata mipaka. Mimi nimesoma gazeti moja juzi la Uingereza linasema watu 10,000. Nimesoma kuna gazeti moja imetupwa ziwa Victoria. Sawa, pengine tumeona hatua ambazo serikali imechukua, imeunda tume, pengine katika ripoti ya tume vitu vyote hivi vitakuja kuanikwa. Sasa sisi waandishi wa habari tunafanyaje hasa katika mataifa haya ambayo yanaendelea, mataifa ya Afrika, kuwa na uhusiano mzuri na mamlaka bila mamlaka kutuona sisi kama ni kitisho kwao? Kwa sababu mambo mengine yote tunayasema mazuri hasa. Niseme kwanza, swala la kuwa mzalendo ni swala la uzaliwi nalo, ni swala la makuzi ya mifumo inavyofanya kazi. Sasa kama mifumo yetu inakuona wewe ni adui, na unapokuwa unaonyesha katika mfano
watu wanaoandamana au wanaofanya kampeni zao, alafu mmoja akatoa kirungu kumcharaza mwingine, wewe kaulionyesha. Ndio hiyo hoja ya ndugu yangu hapa. Sasa kama watajua kwamba waandishi wa habari wapo kwa ajili ya kutimiza wajibu wao kama wao wanavyotimiza wajibu wao, pia ni rahisi tukawa na meeting point, kwa sababu utaliangalia kwamba haya yote yanatokea kwa bahati mbaya. Hakuna mmoja aliyetoka makusudi kuja kumfanyia mwandishi wa habari kitu cha aina hii, ila kutokana na vurugu ambazo zinaendelea amejikuta naye ameingia kwenye mkondo huo. Kwa hiyo nadhani ni masuala tunaibidi kama taifa turejee katika midahalo yetu hii. Tujiulize na tujitafute kwamba tunaendaje, kila mmoja aonekana anatimiza wajibu wake, na yule anaenda nje ya mipaka hiyo rungu lipo. Na kwa kuongezea hapo kwenye hiyo ya kila mmoja atimizi wajibu wake, sisi wa media, mimi hili nimeliandikia sana mpaka baadhi ya makala, lazima serikali ikubali kushirikiana na media kwa karibu, na iwe na ngozi ngumu ya kuambiwa yale ambayo serikali haiyapendi lakini analisaidia taifa. Yani kwa hiyo media awe ni rafiki wa serikali, lakini serikali ina wajibu wa kulea media ili kufanya hizo media ziweze kuwa kweli ni muhimili wa nchi. Sasa Pasco, uvumilivu kama unavyosema unavyokuwa unakosekana, vyombo vya habari vinatakiwa kufanya nini? Kwa kweli ni changamoto, lazima nikubali ni changamoto, na yani inafika mahali wewe mwenyewe, na hiyo imeshatokea hata kwa Tanzania, kwamba yale yaliokuwa yametokea za JPM yalifanya pia baadhi ya media zimeingia uoga na ganzi. Mimi kile kipindi cha Kitimoto nilikuja kukiandikia andiko, alafu nikalisambaza kwenye vyombo mbalimbali. Wakati huo nyinyi mlikuwa bado hamjaja hewani, kwamba jamani, naomba turudishe kipindi vibrant kama Kitimoto. Bwana, lile andiko kila mahali lilipitishwa, kwa sababu na sisi Pasco ili hatuwezi. Yani hatuwezi tena kuwa na media ambayo unausema ukweli mtupu, kwa sababu kipindi kilikuwa kiko live, itatusumbua. Kwa hiyo hebu tafuta vipindi vingine, kama unaweza kufanyia vipindi vya wakulima hizi issue za siasa hizi, sisi hatuko salama. Kwa hiyo kwa mtaji huo utakuta hata vyombo vya habari vya Tanzania kwenye TV zetu nyingi tuna vipindi easy, yani simple, sio very critical. Alafu jirani zetu Kenya wana vipindi very critical. Kwa hiyo matokeo yake hata uchaguzi wetu sisi, wale wa Kenya wanatusema na samani sema tena wa Kenya, nchi za jirani wanatusema, tunaonekana kama sasa sisi waandishi wa habari wa Tanzania ndio waandishi wa ovyo, hawawezi kusema ukweli. Kwa hiyo changamoto ambao umeisema kwamba ni kama unaiogopa serikali na kuna vitu unaviona havitasaidia, utaogopa kusema. Mimi nataka niseme kitu kimoja, kwa sababu hata nikiwa nafanya kazi katika vituo vya habari vya kimataifa, ukipelekwa kwenye mafunzo ya kwenda kufanya kazi katika maeneo hatari, kuna kitu ambacho unafundishwa, unaambiwa no story is worth your life. Hakuna taarifa ambayo ina thamani ya maisha yako. Kwa hiyo ukiona umekwenda kufanya taarifa mahali ambayo una wasiwasi kwamba hii taarifa ikitoka inaweza ikaathiri maisha yako au familia yako, unashauriwa kwamba wewe wachana nayo, lakini bado inatuacha pale pale njia panda, manake wanasema hakuna shujaa ambaye ni mfu. Unaelewa? Kwa hiyo sasa inafikaje kusema kwamba mimi natamani niwe shujaa, lakini najua kabisa pengine kama tulivyosikia Uganda kwamba utaambiwa utanyang'anywa vitu au unaweza hata ukaumizwa. Ina maana tunafika mahali kazi yetu unashindwa kujua unaamka asubuhi unakwenda kufanya nini ofisini. Mimi niseme hivi kwamba tuchague, yani hizi kazi ambazo kila mtu anaenda kufanya achague kusimamia kanuni au maslahi. Kwa hiyo ukiingia kwenye uandishi wa habari, wewe ujichague kwanza kwamba naingia kwenye kifo, kusudi hiyo ikusaidie pale magumu na utata unapokupata, usijisikie kwamba ningechagua maslahi. Lakini ukichagua maslahi kwamba ni sehemu ya kupata pato niishi,
tutaingia mgogoro huo. Kwa hiyo kila jamii huwa ina watu wa aina hiyo wanajitokeza. Kwa hiyo najua na hapa Tanzania wapo wa aina hiyo, kwamba mimi nitasimamia kanuni, na unaposimamia kanuni unasimamia umma, unasimamia utaifa. Kwa hiyo tuliangalie taifa si katika maslahi, ila katika kanuni zake na sheria zake, kwamba mimi naenda kutimiza wajibu wa kuhakikisha serikali yangu inafanya vizuri, lakini vile vile na kuwaonyesha umma ni wapi panatakiwa kufanyiwa marekebisho pindi tukipata fursa ya kufanya marekebisho. Bwana nataka kuongezea kidogo. Nataka nijazie kidogo. Sawa sawa. Katika kurekebisha hii hali iliyopo, tukijiona tuna mamlaka ambayo haipendi vitu fulani, yani ili ubaki salama, lazima ufanye mambo kwa kiasi. Fanya kile ambacho mamlaka inapenda, alafu kule ndani ya habari yako weka ule ujumbe ambao ni mchungu. Kwa mfano mimi katika makala zangu zote, karibu kila jambo, baada ya kugundua kwamba kuna watu wanapenda kupongezwa, yani kuna watu wanapenda kuambiwa hongera na kusifiwa, kwa hiyo unaanza kwanza kwa kupiga sifa kidogo alafu kule ndani ndio unakuja kuziweka zile sindano. Sasa hiyo nilikuja kuinotice kwa enzi za Magufuli, imesaidia sana, kwa sababu kwanza ukishaika tu ile sifa unamvuta anakuja kijua hapa napigiwa promo, huyu ni chawa, alafu kule ndani zile sindano. Na uzuri wake pia, ukishaandika kitu cha kweli, baadaye kidogo utaona mabadiliko. Hata kama utaambiwa ni wewe, lakini utajua kile nilichokipigia kelele ujumbe umefika. Pascal Mayala, asante sana, na Bwana Paternas Nyegera, jamani asanteni sana kwa kutupa busara zenu hizo na kushare kile ambacho mmeweza kufanya kuhusiana na masuala ya waandishi wa habari, sio hapa nchini tu bali Afrika na duniani kote. Asanteni sana na karibuni, hapa ni nyumbani wakati wote. Asante sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.